umuhimu wa kutunza maarifa ya kutambua wanyama kiasili, na maarifa haya yaweze kufundishwa kwa kizazi cha sasa, ili wale wanaoishi katika maeneo ya asili watambue katika zile alama zinazoonyesha wanyama mbalimbali, wataweza kujua kama ni salama kuendelea mbele au watajua mnyama hatari amepita. Lakini pia kwa wenzetu wa Hadzabe pia watajua kama ni mnyama ambaye ni chakula au ni mnyama ambaye anatakiwa kujihami naye. Kwa hiyo hizo taarifa zote watazifahamu. Lakini pia wakati tukijifunza, kuna mambo kadhaa yamejitokeza. La kwanza, tumeona changamoto ya umiliki wa mfumo, kwa sababu huu mfumo unapoendelea kutumika utakuwa unaonyesha na unasaidia utambuzi wa wanyama mbalimbali waliopo katika eneo husika, ambapo yametolewa mapendekezo kwamba huu mfumo sasa uwe chini ya usimamizi wa taasisi ya serikali, na imependekezwa kwamba itakuwa vema ukawa chini ya TAWIRI, kwa sababu utakwenda sambamba na shughuli zao za kila siku, kwa sababu nao wana mifumo mingine kwa ajili ya wanyamapori. Kwa hiyo inaweza ikawekwa pamoja na tukawa na mfumo mmoja wa kitaifa ambao unaweza kutumika katika jamii ya Wahadzabe, lakini pia ukaendelea kutumika katika maeneo mengine ya nchi. Ndugu washiriki, niwapongeze kwa jinsi ambavyo mmeshiriki katika mafunzo haya. Mmejitahidi sana kuwa attentive, walimu hawakupata shida sana, lakini pia namna mlivyoweza kuumudu huu mfumo wa kielektroniki kwa muda mfupi sana, na mmeweza kufanya jaribio na kuonyesha aina mbalimbali ya utambuzi wa wanyama kwa kutumia tu nyayo zinazoonekana ardhini. Hongereni sana, na hii ni kazi kubwa sana. Lakini pia mafunzo haya yanaendelea. Kuanzia kesho yanahamia kwenye jamii, na katika jamii wamechaguliwa wawakilishi wa kupata mafunzo haya, ambao pia watakuwa na uwezo mkubwa katika jamii ya kusaidia utambuzi wa aina mbalimbali za wanyamapori ambao wanapita katika maeneo yao kwa kuangalia nyayo. Na mahali pale ambapo watakuwa hawana uwezo wa kutambua moja kwa moja, huu mfumo wa kielektroniki utasaidia kwamba zile nyayo wakizipiga picha, mfumo utaweza kuwasaidia kujua ni mnyama gani alipita eneo hilo. Na huu ni msaada mwingine mkubwa wa kutumia sasa teknolojia ambayo itakuwa na uhakika zaidi wa utambuzi, na mahali pale ambapo wana mashaka na nyayo zozote wataweza kutumia mfumo huu wa kielektroniki kutambua nyayo hizo. Ndugu washiriki, nipende tu kusema kwamba Tume ya Taifa ya UNESCO tutaendelea kuwa karibu sana na UNESCO, lakini pia na watafiti ambao wanaendelea na kazi ya kufundisha katika jamii, lakini na kazi yote itakayokuwa katika jamii. Tume tutakuwa karibu, tutasimamia hatua zote zinazoendelea. Ndugu washiriki, pia tumeshukuru kwa ushirikiano, lakini pia tutaendelea kuwasiliana na UNESCO kwa ajili ya kupata fursa ya kwenda katika eneo ambapo mfumo huu utakuwa unatumika, ili tukajionee na kujiridhisha jinsi mfumo huu unavyowafaidisha wananchi wetu. Na mwishoni kabisa, lakini sio kwa umuhimu, niwapongeze sana ndugu zetu wa jamii ya Wahadzabe ambao mmefanikiwa kufika katika mafunzo haya, na tumejifunza kwa pamoja na tutaendelea kushirikiana. Pia katika jamii ya Wahadzabe tunawapongeza pia kwa kutunza utamaduni, kutunza asili, lakini pia bado mna dawa nyingi za asili ambazo mnazitumia maeneo mengine ya nchi zimeshatoweka, na dawa hizi zinahitajika sana kuwasaidia Watanzania. Kwa hiyo nalo hilo ni eneo lingine ambalo tutapenda tushirikiane kwa ajili ya kusaidia jamii nyingine za Kitanzania. Pia napenda niwashukuru wageni wetu kutoka Namibia ambao wameshiriki pamoja na sisi
ambao pia wamekuwa wakufunzi wetu wakuu. Wametufundisha mambo mengi mazuri ya namna ya kutambua nyayo za wanyama mbalimbali wanaopita katika jamii zetu, lakini pia taarifa tunazozipata kutokana na nyayo hizo zinaweza zikasaidia mambo mengi, yakiwepo uwindaji, yakiwepo kujilinda, lakini pia yakiwepo kuwalinda wanyamapori dhidi ya hatari kama vile za majangili. Asanteni sana, ninawashukuru sana. Mungu awabariki.